tumejitoa kwa kutenda matendo ya huruma, na leo tulikuwa kituo cha afya Lupa Tingatinga, tulikuwa na mganga mfawidhi pamoja na wenzetu maafisa ustawi, tunashirikiana nao sana na wenzangu wote wa meza kuu hapa. Tumeenda pale kituo cha afya kwa ajili ya kutoa chochote tulichonacho kwa wenzetu wagonjwa. Tumewashika mkono. Ndugu zangu, mahakama kama wengine walivyotangulia kusema ni chombo muhimu cha kutoa haki. Mahakama ina mchango mkubwa katika ustawi na maendeleo ya taifa lolote, na katika kutenda haki tunajenga ustawi wa maendeleo ya taifa. Taifa lolote haliwezi kuwa na maendeleo kama kutakuwa na haki, na chombo pekee kinachotoa uamuzi kuhusiana na migogoro yote ni mahakama ikishirikiana na vyombo vingine. Kwa sasa mahakama imefanya maboresho mbalimbali, ambapo kwa sasa tunasikiza kesi kwa njia ya mtandao, tunafungua mashauri kwa njia ya mtandao, tunatoa hukumu zetu kwa njia ya mtandao, lakini vile vile hukumu zetu zinapatikana kwenye TEHAMA. Mtu yote ambaye anataka kupata nakala ya hukumu ataipata kwa wakati, na tumetatua migogoro kwa njia ya ustaarabu, kwa njia ya usuluhishi na kwa amani, lakini vile vile kwa muda mfupi. Zamani ilikuwa mtu akishapata hukumu yake, kupata nakala ya hukumu ilikuwa ni miujiza. Ilikuwa mpaka andike malalamiko yafike huku na huku, lakini siku hizi mtu akisomewa hukumu yake anapewa na nakala yake ya hukumu siku hiyo hiyo. Zamani nakala ya hukumu ilikuwa inalipiwa. Tunaangalia idadi ya maneno, alafu anakadiriwa, analipishwa. Sasa hivi hukumu zote tunazitoa bure kabisa. Asante. Pamoja na mienendo ya kesi zote tunatoa bure, na vile vile tunatoa siku hiyo hiyo ambayo kesi inakuwa imekwisha. Tumepunguza gharama za wateja wetu kuja kufuata huduma mahakamani, haswa zile siku za mwanzo za kufungua mashauri. Mtu hata kama yuko Mwanza, hata kama yuko Mbeya, hata kama yuko wapi, anaweza kufungua shauri kwa njia ya mtandao bila hata kuja mahakamani. Hiyo inapunguza urasimu, na vile vile ndugu yangu atakukuru hapa ni kwamba inapunguza rushwa, kwa kuwa tumeondoa ile kuonana na maafisa wetu. Kwa hiyo ni moja kwa moja, asante, ni moja kwa moja mtu anapata huduma akiwa mbali. Hata ukiwa Lupa Tingatinga unaweza kufungua shauri lako mahakama ya wilaya bila hata kufika pale mahakama ya wilaya, na ukapangiwa tarehe ya kusikilizwa kesi, na sio lazima uje kusikilizwa kesi ukiwa kule mahakamani kwetu. Tunaweza kukusikiliza kwa njia ya TEHAMA. Tunakupa link, hata kama una simu ndogo au kifaa chochote cha TEHAMA, tunaweza kukusikiliza vizuri na mpaka kesi yako ikaisha bila kufika mahakamani, bila kukutana na mtu yoyote. Na hii imejenga uwazi na uadilifu kwa watumishi wetu. Maboresho mengine ambayo yamefanyika ni pamoja pia na mahakama zetu za mwanzo. Tuna Primary Court Mobile App ambapo tuna file mashauri yote ya mahakama za mwanzo kwenye mtandao, na sasa hivi mheshimiwa hakimu haandiki proceedings zake au mienendo yake ile ya kesi kwa mkono, anachapa. Kwa hiyo ile mambo ya kusingizia kwamba nakala yangu ya hukumu ya mahakama ya mwanzo fulani ilichelewa haipo, au mwenendo wa kesi ulichelewa haupo. Siku hizi hakimu anachapa mwenendo pamoja na hukumu yake, na akimaliza kesi siku hiyo hiyo akishakusomea hukumu anakupatia na nakala zako, unaondoka. Hiyo inaondoa sana malalamiko. Na kuhusiana na mashauri tumejitahidi sana. Mwaka jana tumehama na mashauri machache sana kwa mahakama ya wilaya. Mahakama zetu za mwanzo walihama na mashauri 0. Tuwapigie makofi mahakama za mwanzo. 0 kesi, unajua maana yake? Hawakuhama na shauri hata moja. Mahakama za mwanzo Chunya.
wamefanya vizuri sana. Lakini mahakama ya wilaya tumehama na mashauri machache, mashauri 73. Miaka mingine yote tunahama na shauri zaidi ya 168, 170, lakini mwaka jana tumehama na mashauri 73. Kwa hiyo tumefanya vizuri sana. Hata hivyo, kwa mwaka huu tumejitahidi kumaintain tusiwe na mashauri mengi, na kwa mahakama yetu ya wilaya tumesikiliza mashauri, na kwa sasa tuna mashauri, jumla ya mashauri 43. Ni mashauri machache sana, mahakimu tuko wawili, na sisi kwa mwaka huu tunatarajia kuwahama na 0 kesi. Kwa hiyo tumejipanga na sisi mahakama ya wilaya tuhame na 0 kesi, kwa maana kwamba wananchi wetu wakija mahakamani wapate haki kwa wakati. Hiyo inachangia sana kuleta maendeleo kuliko watu kuja kushinda mahakamani kufuatilia haki kwa muda mrefu. Haki inayocheleweshwa ni haki inayopotea. Kwa hiyo sisi tunataka watu wapate haki zao kwa wakati. Bila uwepo wa uzalendo na bila uwepo wa uadilifu au maadili, hatuwezi kufikia kwenye maendeleo haya yanayosema hivi leo. Uzalendo ni hali ya kuipenda nchi yako, ni hali ya kuithamini nchi yako, ya kuijali nchi yako, ya kuona maendeleo ya nchi yako ni ya kwako, ile ya kufurahia ustawi wa nchi yako kwamba inaenda vizuri, yaani kwamba nchi yako pamoja na vitu vilivyomo katika nchi ile ikiwa pamoja na mimi na wewe. Bila uwepo wa hivyo kuipenda nchi yako, hakutakuwa na maana wala hakutakuwepo na maendeleo. Vile vile kuna maadili. Maadili tunajua ni matendo mema au ni maadili mema katika jamii, na maadili ni nyenzo muhimu ya kupambana na rushwa. Bila uwepo wa maadili, rushwa itaendelea kushamiri. Kwa hiyo maadili ni kitu cha msingi kukizingatia, na bila maadili hatuwezi kusogea mahali popote. Rushwa tunapojua ni adui wa haki, ni adui wa maendeleo, ni adui wa ustawi wa taifa letu, ambapo inabidi ipingwe kwa hali zozote zile na kila mwananchi. Kauli mbiu hii imebeba uzito mkubwa na inaakisi ukweli kwamba hakuna maendeleo ya kweli bila ulinzi wa haki, utawala wa sheria na misingi ya utawala bora, na kwamba vyote vizingatie matakwa na masharti kama yanavyobainishwa katika ibara ya 8 na ibara ya 9 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyoboreshwa mara kwa mara. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni muhimu kwamba tunapoimarisha na kuboresha utendaji wa mahakama tusahau umuhimu wa mawakili wa kujitegemea ambao ni nguzo muhimu katika kukamilisha utoaji wa haki. Chama cha Wanasheria Tanzania au kwa kifupi TLS inaamini kwamba ulinzi wa mawakili wa kujitegemea na kuimarishwa kwa uhuru wa mahakama katika ngazi zote ndio msingi wa utawala wa sheria, haki, amani na uwajibikaji katika taifa. Tunashukuru kwa hiki walichotutendea ndugu zetu kwa msaada aliotusaidia. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunashukuru serikali yetu. Nashukuru kwa kututembelea serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano. Asanteni sana. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana chunya_official.